Ni muhtasari wake. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameridhia kuongeza ajira mpya 300 za Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA. Wanawake wa kijiji cha Iyunga Mapinduzi ya halmashauri ya wilaya ya Mbeya wameiomba serikali kusaidia kukamilisha kituo cha afya cha kata Iyunga Mapinduzi kilichoanza kujengwa kwa nguvu za wananchi. Na Ghana imefunga kwa muda ubalozi wake mjini Washington DC baada ya kashfa ya ufisadi inayohusisha ulaghai wa visa na malipo yaliyoidhinishwa kufichuliwa na ukaguzi maalum. Na waamuzi wa Tanzania Ahmed Arajiga, Frank Komba na Hamdan Said wameteuliwa na CAF kushiriki semina ya pili ya maandalizi ya CHAN itakayofanyika Cairo, Misri Juni 21 na 25, 2025. Hujambo na karibu kwa taarifa kamili ya habari mchana huu kutoka James LFM Radio. Msomaji ni Hweni Mwandandila. Karibu. Kupani katika ardhi ya Tanzania. Bwana, mimi niko tayari kupata zile taarifa za kimichezo, tukiachana pale Ruto ambaye pia ameweza kuliomba radhi taifa la Tanzania kutokana na yale ambayo pia kuhusiana na ule uvumbi tu ule ambao bunge la Tanzania walijibu kwamba sasa ni jamhuri ya watu wa Kenge, sasa amebidi tu ajitokeze. Karibu kata tujuze. Bwana, waamuzi wa Tanzania Ahmed Arajiga, Frank Komba na Hamdi Said wameteuliwa na CAF kuweza kushiriki semina ya pili ya maandalizi ya CHAN itakayofanyika Cairo, Misri Juni 21 hadi 25 mwaka 2025. Kwa upande wa Burundi, mwamuzi wa pembeni Emiri Niyongabo ndiye ambaye pia ameteuliwa kushiriki kwenye semina hiyo. Vile vile mashindano ya CHAN yanatarajiwa kuweza kufanyika nchini Tanzania, Kenya na Uganda baada ya kuweza kuahirishwa mwezi wa pili kutokana na viwanja kutokizi vigezo. Kwa upande mwingine, waziri wa michezo nchini Kenya Salim Mvurya amepuuzilia mbali madai yanayoenezwa kwenye vyombo vya habari na mitandao ya kijamii kuwa hali ya viwanja Kenya haijafikia viwango vya kuweza kuandaa michuano ya CHAN mwezi Agosti 2025. Kwenye taarifa ya Mvurya ambaye amesema ziara ya maafisa wa CAF nchini humo ni mojawapo ya ziara ambazo wamekuwa wakizifanya mara kwa mara ili kuweza kuhakikisha kila kanuni zinazingatiwa kwenye viwanja vya Kasarani na Nyayo ambao pia vitaandaa michuano hiyo, na kuweza kupuuza taarifa kuwa ya kiwanja cha Kasarani hakijafikia viwango. Waziri alisema alifanya mkutano siku ya Ijumaa na maafisa wa shirikisho la CAF na makubaliano ni kwamba Kenya iko tayari kwa michuano ya CHAN mwezi Agosti mwaka 2025. Na winga hatari wa FC Barcelona Lamine Yamal tayari amekwisha kuweza kusaini mkataba mpya utakaombakisha klabuni hapo mpaka Juni mwaka 2025, ambao pia utakuwa na motisha ongezeko la mshahara na bonansi, ikiwa nyota huyo pia atatoa tuzo ya Ballon d'Or. Mkataba huo pia una kipengele cha kuweza kuachiwa Riz Kroos kwa dola bilioni 1. Yamal ni miongoni mwa wachezaji wanaowania tuzo ya Ballon d'Or kwa mwaka 2025 baada ya kuwa na msimu bora, ambapo pia atachuana na wakali kama vile Ousmane Dembele wa PSG, Lamine Yamal FC Barcelona, Rafinha FC Barcelona, Mohamed Salah wa Liverpool, Kylian Mbappe Real Madrid pamoja na nyota wengine. Mapema mwezi huu rais wa klabu hiyo Joan Laporta alisema kinda huyo anahitaji kuweza kuchukuliwa uangalifu mkubwa na klabu hiyo, na kuweza kueleza kwamba mshahara wa nyota huyo unatakiwa kuweza kuendana na kiwango chake na sio umri wa kwake.
Nahodha wa zamani wa Harambee Stars Victor Wanyama ameitwa tena kwenye timu ya taifa kwa mara ya kwanza tangu atangaze kuweza kustaafu. Kiungo huyo wakati mwenye umri wa miaka 33 aliitwa katika kikosi cha muda wa Harambee Stars kwa mechi 2 za kirafiki za kimataifa za FIFA mwezi Juni. Wanyama alishiriki kwa mara ya mwisho katika timu ya taifa ya Kenya wakati inapoteza 2-1 kutoka katika upande wa taifa la Komoro kwenye mechi za kufuzu kwa AFCON kundi G mnamo Novemba 15 mwaka 2020. Baada ya kuweza kupuuzwa kwa Wanyama, ghafla alitangaza kustaafu mnamo 2021 akiwa pia amechezea timu ya taifa mara 65 pamoja na kuweza kuanza mara 59 na kuweza kufunga mabao 6 pekee. Wachezaji wengine mashuhuri waliojumuishwa kwenye kikosi cha Harambee Stars ni Ben MC Karis na ni pamoja na Kenneth Nyamwaya na Swalehe Pamba. Hayo ni machache katika upande wa habari za kimichezo. Kubwa zaidi leo ni wanamichezo kuweza kumshuhudia mnyama pengine akiweza kutafuna kiporo chake siku ya leo ama itakuwa. Yote hayo ni maswali ambayo pia yanapaswa kuweza kujibiwa mara baada ya dakika 90 kuweza kukamilika upande wa pale dimba la KMC Complex jijini Dar es Salaam. Na siku zote kiporo ni kiporo tu, haijalishi utakikuta katika position gani, lakini ukila tutasema umekula na kiporo. Wahenga wanasema ili kiwe kiporo lazima kiwe na madhara. Sasa ukitafuna tafsiri yake hicho si kiporo tena. Naomba nikwachie tu mtihani. Umefahamu kuhusu kitu kinachoitwa ngenge? Ngenge ni aina ya chakula kinachobaki mwishoni wakati wa wali. Na hakika tangu silolijua ni kwamba ngenge nimekuja wengine tumekuja baada kufika katika jiji la Mbeya. Asante sana. Bahati nzuri tukakuta kwamba muda mwingine kuna watu ngenge inauzwa kile chakula cha mwisho ukoko ule. Yaani hawawezi kula wali wa kawaida, wanakula ngenge. Sijajua kama sio kwamba hawawezi. Sijajua kama kuna ngenge ya ugali. Ngenge ya ugali, jana nafikiri Mtumai alikuwa akituambia hapa kwenye kipindi chao kwamba ukikuta na baadhi ya maradhi mwilini basi unatakiwa uoge tu yale maji ya ukoko. Ni hilo tusijajua kama pia kuna ngenge ya ugali. Alituambia tu maji ya ukoko unabaki kwenye sufuria. Nikamwambia Mtumai tafsiri yake ni kwamba si mtaalamu wala wa afya. Kwa masuala ya afya. Na usimwamini sana. Mimi naondoka hivyo katika upande kupata zile taarifa za kimichezo mwana. Na kushukuru sana nahodha, asante sana. Kwa mara nyingine tena tukutane kesho kunako michezo tena kunako James la habari. Na muda na wasaa kama huu. Msikilizaji, sasa kabla ya kuweza kuhitimisha na awamu hii hapa tena ninakuja kukusomea muhtasari wa yale tuliyokuwa nayo. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameridhia kuongeza ajira mpya 300 za Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA. Wanawake wa kijiji cha Iyunga Mapinduzi halmashauri ya wilaya ya Mbeya wameiomba serikali kusaidia kukamilisha kituo cha afya cha kata ya Iyunga Mapinduzi kilichoanza kujengwa kwa nguvu za wananchi. Ghana imefunga kwa muda ubalozi wake mjini Washington DC baada ya kashfa ya ufisadi inayohusisha uraghai wa visa na malipo yasiyoidhinishwa kufichuliwa na ukaguzi maalum. Na waamuzi wa Tanzania Ahmed Arajiga, Frank Komba na Hamdan Said wameteuliwa na CAF kushiriki semina ya pili ya maandalizi ya CHAN itakayofanyika Cairo, Misri Juni 21 na 25, 2025. Na kufika hapo ni tamati ya James Lo habari mchana huu kutoka James FM Radio. Kwa taarifa kamili nyingine ya habari usikose kujiunga nasi itakapotimia saa 1 kamili za usiku. Mimi ni Hweni Mwandandila, tafadhali na kusiendelea kusikiliza vipindi mwanana vinavyoendelea hapa James FM Radio, na uwe na mchana mwema. Bye.
Unasikiliza GMCL FM 99.3 Mbeya.